Bwana asifiwe sana. Mpendwa, na ukaribisha mara tena katika jina la Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Ni wakati mzuri ambao nakukaribisha masaa haya ambao Bwana ametupatia tuunganikane pamoja kwa sababu ya maombi ya jioni ya leo. Ninajua kwamba maombi ya jioni ya leo Bwana atakusaidia na Bwana atakuimarisha katika maisha yako na ndani ya nafsi yako katika jina la Yesu. Amen. Karibu sana. Leo nilisema kwamba nitaanza saa 3:30 kwa sababu napendezwa na mandugu walioniandikia kwamba ni vizuri mtu wa Mungu aanze saa 3:30, maana itatupa wakati mzuri. Kwa hivyo nimechukua hii fursa, nimeanza saa 3:30 na naamini ya kwamba Bwana atakutendea mambo mazuri katika maisha yako. Asante sana wale ambao wameingia line. Jacqueline ameingia line, thank you very much. Mungu atakutendea mambo mazuri, naamini ya kwamba unaenda kuona. Share na mwenzako. Nataka kuwa na maombi usiku wa leo. Nina maombi ya kuombea watu usiku wa leo, na nakuombea tu hapo mahali penye huko. Leo ni maombi kwa sababu Biblia inasema in the book of Psalms, ukisoma Psalms sura ya 35, sura ya 35 inasemaje? Kuna kitu ambacho Mungu amekiweka pale, na lazima tutambue ya kwamba Mungu wetu ni mwaminifu kwa kila jambo na anaweza mambo yote, in the mighty name of Jesus Christ. Unaposimama na Mungu tunaona neema ya Bwana ikitenda kazi. Na wakati tunaposimama na Mungu, tusimwache Mungu, tusiofie ndani ya maisha yetu. Bwana ako pamoja nasi usiku na mchana, na tutasiti kuona jinsi Mungu anavyotuongoza. Kwa hivyo leo nataka kuomba kwa sababu ya kilio ambacho watu wamelia mbele za Bwana. Wakati unalia mbele za Mungu, Mungu anasikia kilio, na anasikia kilio cha ule mtu ambaye amelia, ili kusudi akaweze kumfungua na kumweka huru katika maisha yake. Kwa hivyo ninajua kwamba yeye ni mwaminifu na yeye ni mwenye uwezo wa kukusikia na kutendea wema. Kilio kiko katika njia aina mbili, ama inaweza kuwa hata aina 3. Kuna kilio cha kulia kwa sababu umeumizwa, wenzako amekuumiza, unaweza lia. Na pia kuna kilio ambacho unaweza lia kwa sababu unalalamika, kuna mambo si sawa. Hiyo ni kilio ya pili. Na kuna kilio unaweza lia kwa sababu unaomba. Sasa hiyo ni kilio ya 3. Na hii kilio ya 3 ndio nasungumzia usiku wa leo. Maana Mungu anasema kwamba wakati tunalia mbele za Mungu, elewa ya kwamba Mungu wetu anatusikia, maana kilio chetu kina maombi ndani yake. Kilio chetu ni cha huzuni, lakini kina maombi. Tunamsihi Mungu aweze kutusaidia katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo wakati ambapo tunasimama na Mungu, ninajua kwamba Mungu wetu ni mwaminifu, na yeye atatenda mambo mazuri sawa sawa na neno lake katika jina la Yesu. Haleluya. Kwa hivyo ninajua kwamba hakika kabisa kuna vitu ambavyo Bwana lazima katika kilio chako Bwana akujibu na Bwana akutendee sawa sawa na moyo wako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni afadhali jinsi ambavyo umesimama mbele za Bwana, maana najua kwamba Bwana
atakutendea mambo mazuri, na utazidi kuona mkono wa Bwana. Kwa hivyo share na rafiki yako. Leo nachukua muda mchache tu, nachukua nusu saa, hiyo ni dakika 30, na mwisho wake nakuja kuomba na watu. Nilisema nichukue hiyo muda kwa sababu sikutaka mwili kama imechoka, umetoka kazini, unaweza kuwa maybe mwili imechoka kwa sababu umefanya shughuli nyingi mchana. Na nikisema nianze saa 4 niende mpaka saa 5, ninapata already umelala. Na kama umelala sasa sitakusaidia. Utaanza kidogo basi tunawachana, hata maombi hujaombewa. So nikaona ni vizuri nianze saa hii, na ndiposa nikamilishe kwa wakati ambayo inastahili. Na ninaamini ya kwamba Bwana atakutendea mambo mazuri, na utaona mkono wa Bwana katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Hakika share na mwenzako, this is your time, na unaenda kuona mkono wa Bwana. Share na mwenzako right now. Okay, thank you Jesus. Jana nilikuwa nimemalizia nafasi ya kuomba kwa sababu ya mambo ya katika ulimwengu wa roho, ufunuo ile Habakuki aliona, na ninaandaa mafundisho ya mambo ya kwenye ndoto. Mara nyingi vitu nyingi sana pia katika ndoto, na zinasababisha mambo mengi hatuwezi kuyapata, kwa sababu already katika ulimwengu wa roho, unapokuwa umeshikwa katika ulimwengu wa roho, basi lazima utakosa amani na hautaona mambo yako yakiwa mazuri, kwa sababu spiritual world, ulimwengu wa roho, kuna mambo ya kwako haiendi vizuri. Hasa tunapoomba lazima tutambue kwamba Mungu anafanya kazi pamoja na roho ya mtu ambaye yuko ndani, ule mtu wa ndani. Na leo nimesema kwamba tutaangalia katika kitabu cha Kutoka sura ya 14 na mstari wake ni wa 15. Sura ya 14 na mstari wake ni wa 15. Inasema hivi, nikisoma katika jina la Yesu. Inasema, Bwana akamwambia Musa, mbona unanililia mimi? Huyu ni Musa alilia mbele za Bwana kwa kuona jinsi wale watu wanaongoza wanavyolia na kuumia. Kwa hivyo watu ambaye Musa aliongoza pia walikuwa na kilio, na ilikuwa ni kilio cha kukosa maji katika jangwa. Bwana asifiwe sana. Ina maana ya kwamba wanadamu ama binadamu aliyekuwa anaongoza, walipofika kwenye jangwa walitamani maji, lakini maji hayakukuwa. Basi na ikaonekana ya kwamba pia kuna vile ambavyo maadui wamewafuatia nyuma, na mahali wamefika wanaona hawawezi wakajinasua. So wakawa wanalia wakimwambia Musa, hata afadhali Misri mahali tulitoka, kwa sababu huko tulikuwa katika njia ama hali ya kuona ya kwamba tulikuwa tunakula, tunakunywa na tulikuwa na amani. Lakini huku umetuleta sasa, ninajua kwamba tumekuja kuteseka, maana hatuoni ishara hata kidogo ya dalili ya kuponya ama kuokoa maisha yetu. Ninapozungumza hivyo mpendwa, ni neno la Mungu linasema, na unaweza kuwa umefika stage ama hali kama hiyo, lakini Mungu wetu ni mwaminifu, because anasikia kilio cha wenye haki. Ndio maana nimetaja vilio ngapi? 3.
lakini kimoja tu ndicho naongelea, kilio cha maombi. Kilio cha maombi kinasikiwa sana na Mungu, lakini kilio cha kulalamika hakitajibiwa jinsi ambavyo nataka kwa haraka, hapana. Lakini kilio cha maombi kitajibiwa kulingana na vile Mungu anataka ama anasema. Mungu akamwambia Musa, mbona unililie mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Yaani mtumishi wa Mungu lazima akutie moyo na kwambia kwamba uache kuona ile shida unayoiona, uache kuona ile tatizo unayoiona. Kile kilioko tu katika kilio cha maombi yako, sidi kuangalia mbele. Na si kuangalia mbele tu, sidi kuweka hatua ya kuenda mbele. Na Mungu atakusaidia katika maisha yako. In the mighty name of Jesus Christ. Are you hearing me, somebody? Kwa hivyo ni vizuri wakati ambapo unasimama na Mungu, na ni vizuri wakati ambapo umekaa kwa Mungu. Ninajua ya kwamba kuna vitu ambavyo Mungu anaenda kujidhihirisha na Mungu anaenda kutendea sawia na neno lake. Kwa hivyo alipoambia Musa ya kwamba watu wako wanalia, watu wako wanakosa amani, watu wako wanakosa maisha, ni lazima tutambue ya kwamba sisi wenyewe lazima tuone Mungu akiwa mwaminifu katika maisha yetu. In the mighty name of Jesus Christ. Kwa hivyo katika ile shida ambayo uko naye, kilio chako ni cha muhimu, lakini usilie ukarudi nyuma, na usilie kwa kukata tamaa. Lia kwa kuendelea mbele. Maombi yako inajibiwa in the mighty name of Jesus Christ. Hapa inasemaje? Mstari wa 16 inasema, nawe inua fimbo yako, ukanyoshe mkono wako juu ya bahari na kuikawanya, nao wana wa Israeli watapita kati ya bahari katika nchi kavu. Bwana asifiwe sana. Hapo walikuwa wamefika kwenye bahari, mahali ambapo mbele unajua katika akili zako za binadamu hauwezi ukaenda, na nyuma hauwezi ukarudi kwa sababu maadui wamekufuatia. Jina la Bwana lipewe sifa. Ndio maana nilihubiri siku nyingine nikasema, Yesu mwenyewe alipoingia katika maisha yetu amesema, mahali pasipo na njia atafanyika njia mwenyewe, na mahali hakuna maji atafanyika maji mwenyewe, na mahali hakuna fedha atafanya akaunti ya fedha ama ya pesa unayohitaji itaapia. Hiyo ni maandiko, imeandikwa. Kwa hivyo lazima utambue ya kwamba alipomwambia Musa watie moyo na kuambia watasame mbele, naye Mungu akarudi akaambia mtumishi wake, na wewe Musa, hiyo fimbo ulio nayo inua juu, ukaipike bahari, itakawanyika na njia itapatikana. Sasa leo hii, usiku wa leo, hatutainua fimbo, tutainua maombi. Tutainua maombi. Ondoa jina fimbo, sasa weka maombi. Maombi yatafanya njia mahali hakuna njia. Mpendo unayenisikiza, maombi yatafungua mahali pamebana. Maombi patafungua mahali ambapo hapawezekani kupita. Maombi yatafungua katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Maombi yatapenya kwenye huo mwamba ambao hauwezi kuharibika. Maombi yatapenya kuharibu kila nira zote za kukwamisha maisha yako. Ndio maana leo usiku hii sitainua fimbo. Fimbo ambayo Mungu ametupatia, silaha ambayo Mungu ametupatia ni maombi, na iko katika kinywa, ulimi. Sasa tunainua hiyo. Hatuinui fimbo ya Musa sasa, maana hatuna. Tunainua maombi kupitia ndimi zetu. Silaha tumeweka katika ndimi zetu.
Na Biblia inasema ya kwamba tutaona ushindi sawasawa na jinsi Mungu anataka katika maisha yetu. Na ninaamini ya kwamba Bwana anaenda kujalia neema usiku wa leo. Kila roho ambayo imeleta mikozi na matatizo, vifungo vya kuvunja moyo, tumaini tonight, allow Mungu akutembelee na akuweke huru katika jina la Yesu. Nataka kuombea shida yako. Nataka kuombea ile matatizo uko nayo. Na wakati nataka kuombea shida ambayo uko nayo, najua huyu Mungu ana uwezo na mamlaka ya kutenda mambo mazuri katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Haijalishi unapitia mambo makapi, lakini Bwana amesema, akamwambia Musa, basi inua fimbo yako, ukanyoshe mkono wako juu ya bahari, na itakawanyika, nao wana wa Israeli watapita kati ya bahari katika nchi kavu. Hapo mahali unaona kama upiti, utapita. Hiyo sehemu unaona kama upenyi, utapenya. Mpendo unayenisikiza, utapenya, utaenda, utasonga mbele. Ile vitu ulianzisha, ndoto zako zilipoanza za kufanya mambo mazuri katika maisha yako, zisizimwe. Ninaomba ya kwamba usilegee. Roma zote zinakuja namna gani katika maisha yako, endelea kusonga mbele. Unajua kuna vitu vinakujanga wakati vinaona kuna mambo inakuja mazuri katika maisha yako. Kuna mambo inakuja inaanza kutokezea. Don't listen accession for your life. Give the demon exit. A demon can leave you in Jesus' name. Give demon exit and demon leave you. We run you in Jesus' name. Wakati unaendelea kufanya mambo mazuri, understand this. And demon can bring somebody close for you to accuse some things to bring you down. Don't listen the spirit of accuser close for yourself. Unajua mambo wakati inaendelea vizuri, watu wa kuongea tu lazima wataongea. Na ukiwa na watu ambao wanaweza kukusaidia, watu wa karibu wanakusaidia. Usifikirie ati hata kama umeokoka, hata watu wameokoka. Ukiwa na watu wa kukusaidia, wale accuser wako wa kwanza ni wale wa karibu na wewe. Watakuinukia, wataongea vibaya, mpaka wale waliokuja kukusaidia ama mliokuwa mnaendelea nao vizuri waona kana kwamba itabidi wakuondokee, wajitenge na wewe. Kwa sababu ya nini? Yale maneno ambayo watu wa karibu na wewe wameongea. Na lengo ya accusers, lengo yao wanakujanga wakuje wakuondolee wale watu ambao wanaweza kusikiza ama wanaweza kusaidia. Because wataanza kuangalia, inakuaje wewe patane na watu wazuri? Inakuaje biashara unafanya vizuri, mambo yako unafanya vizuri, umekutana na watu ambao wanakupa ideas, umekutana na watu ambao wanafanya mambo mazuri. Accession haiwezi kukosa. And that is why mtu wa kwanza ambaye alikuwa na accession alikuwa anaitwa Musa, huyu tunayemsoma hapa. Na wale watu waliinuka kinyume naye hawakumaliza, because alikuwa very much anointed. Na ndio na wewe upate kupata neema na kibali kama hii. Usipeane kwa mtu wa kuongea masikio. Ninasema ya kwamba Bible inasema ya kwamba kasa mwendo na uendelee mbele. Kila kitu ambacho unakifanya, kasa mwendo, angalia mbele. Na Mungu anaenda kujithibitisha waziwazi kwa matendo unayoyafanya. Na yeye ndio mwenye kukulipa
unaenda kuona mshahara wa hiyo mambo yote unayoyafanya. Nilichukua hiyo wakati nikasema kwamba nitaomba na yule atakayehitaji, nitaomba na yule atakayetaka. Maana ninajua kwamba Mungu wangu ni Mungu mwenye uwezo, Mungu wetu ni Mungu mwenye kutupikania. Tunapomuita kwa kuakiri pamoja, Bwana atatenda. Ukiagiri na mimi usiku wa leo, mbingu itaenda kufunguka. Neno kuagiri siitoki kwa mind, inatoka in the book of Matthew 18 verse 18. Maandiko yanasemaje? Mahali walipo wawili watatu ama zaidi kwa ajili ya Mungu, waagiri. Inasukumuza vizuri sana. Waagiri. Maandiko yanasema kwamba kila tunaagiri tukiwa hapa na tunakihitaji mbinguni, mbingu itafunguka. Sijui kama utaagiri na mimi kwa ajili ya kazi yako. Sijui utaagiri na mimi kwa ajili ya mafanikio ya pesa zako. Sijui utaagiri pamoja na mimi kwa sababu ya ndoa yako. Sijui utaagiri pamoja. Bible inasema kwamba wawili watatu kwa ajili ya Mungu, kwa kuagiri mambo wanayohitaji, Mungu atafungua. Mwache kuwa na uoga. Niliwaambia kwamba nitumie message. Shida yako nitaiombea, nitumie message. Tuma message, tuma SMS, tuma SMS. Ukituma SMS, mimi nitaomba pamoja nawe. Kama ni kazi problem, I pray for you because of your job, your business. I pray for you. Kama ni ugonjwa, send me a message. Bwana asifiwe sana. Na kama unaona maisha yako yanaendelea vizuri, Bwana akubariki na uendelee kuangalia channel. God bless you. No problem. But yule ambaye tunataka tujaribu Mungu kwa kuagiri, Bible inasema kwamba kile ambacho kinakusumbua, let me tell you, Mungu anasema kwamba lazima muagiri. Matthew 18:18. Wawili ama watatu ama zaidi wakiwa pamoja kwa sababu ya Mungu, kwa kuagiri, mbingu itasikia. Na tukisema hapa hii hatutaki kwa sababu tumeagiri kwa pamoja, mbingu itasikia. Corona ingesikia na kuondoka iwapo tungekuwa pamoja kwa kuagiri. Lakini sasa shetani akadeliver wapendwa ama watumishi wa Mungu mapema kwa kuwatawanya kabla hawajatambua njia ya kuagiri kwa pamoja. Sema amen. Kwa hivyo lazima tutambue ya kwamba this your time to understand some things for yourself. Allow God to deliver your situation. Invite Jesus for your heart. Are you hearing me? Agree. If you can agree with me today, I pray for you. And God, you can open the ways for your life right now in Jesus' name. Bwana asifiwe. Hiki kilio cha Waisraeli kilikuwa na agreement. Kikasababisha mtumishi wa Mungu akasimama mbele ya Mungu. Naye akamwambia Bwana, unajua kama hawangekuwa na agreement na Musa asikie, naye Musa apeane hoja yao kwa Mungu, basi hakuna vile wao peke yao waangelia Mungu awasikie. Sijui naongea na nani? Basi Mungu angewasikia wao, lakini hangeweza kuwajibu, maana alijua kuna mtu nimeweka anayesimamia wao. Kwa hivyo Musa alikuwa ana present Israelites, na ni Mungu mwenyewe alimweka awa present. Kwa hivyo Mungu angesikia kilio cha mwisho cha mtumishi wake, ili Bwana atoe suluhu kwa ajili ya maisha yao.
That is called agreement. Walifanya agreement, waliagree, walilia kilio cha agreement, wakaagree kwa pamoja. Naye mtumishi wa Mungu akasema, na kweli unajua kitu ya agreement ama mumeagree kwa pamoja zaidi ya watu wawili, hiyo kitu kina power, kina nguvu zaidi. Hata wakati unasikia mtu anaenda kununuana vitu, unasikia nilinunua kitu nikabadilisha na huyu, ni nani aliyeshuhudia? Mliagree, nani mliagree na yeye? Huyu tuliagree na yeye. Mlikuwa watu wangapi? Wawili, watatu. Hiyo inasikizwa na kila mmoja, hata koti. Sasa agreement hainanga mambo mengine ya kufungia mlango. Kwa hivyo leo usiku nataka kuagree pamoja na wewe. Mimi ninataka ni agree na wewe. Sijui kama wewe unataka ni agree na wewe. And that is why mlango wako ifunguke. Bwana asifiwe. Tuma message. Unataka Mungu akutendee hii. Nataka Mungu anifungue hapa. Nataka Mungu anibadilishe hapa. Nataka Mungu anichalie hii. Hiyo yote ni agreement. Mimi nawekea mkono wangu, naambia Mungu, because nimeagree na mtoto wako. Mungu atafanya in Jesus name. Bwana asifiwe sana. Ndio maana nimesema vilio ni vitatu. Ya kwanza, unaweza kuwa umeumizwa na mwenzako. Unaweza kuwa unalia umeumizwa na mtu. Ya pili, unaweza lia kwa sababu unalalamika kuna mambo hayaendi vizuri. Na ya tatu, unalia kilio cha maombi, Mungu, laiti ungenibadilisha. Ungebadilisha situation ambayo ninakaa ndani saa hii. Mungu atakusikia. Msichoke na neno la Bwana, msichoke na neno la Bwana. Mungu ameweka kitu, wale wote wanayesikia neno la Bwana na kusimama katika neno la Bwana. Wacha vitu mingi ambao unaangalia kwa internet. Internet ina vitu mingi sana. And that is why the many people, unapata kutambua ya kwamba watu wanapenda vitu vya ujinga katika internet. Na ndio unapata kutambua ya kwamba watalaki vitu mingi sana ambaye mtu anafanya kitu ka ujinga, unasikia tu wacha ni laki. Ile roho ambaye inakusukuma tu ulaki vitu vya aina hiyo, jua kuna roho ambaye si ya Mungu. Oh, are you hearing me? Kuna roho ambaye si ya Mungu ndani yako. Na ukifika mahali neno la Mungu lipo, unasikia upite upesi sana, hutaki kusikia neno la Bwana, unapita upesi sana. Ile pando iliyopandwa ndani yako sio ya Baba na lazima ing'olewe. Yaani kitabu cha Matthew 15:13. Bwana asifiwe. Na ndio tukue watu wazuri wa kuelewana na Baba kwa agreement. Lazima tuelewane na yeye language. Unajua lugha ya baba yako? Why the many people crying because of what? We're crying because you are not understand the language of our Father. Utasema, Wekesa unasema namna gani? Hivyo ndivyo Biblia inavyosema. Na ukitaka kujua, ukisoma in the book of John chapter 8 verses 42. Tutaangalia verses 43. Ukisoma vizuri King James kwa kimombo inasema, King James kwa kimombo inasema, why you will not understand my speech? Why you will not understand my speech? Naamini uko na Biblia yako unasoma hapo. Translation message NIV inasema, why you will not understand my language? Na kama wewe hauwezi ukaelewana na baba yako lugha, communication itakuaje? Itakuaje? Hebu niangalie Kiswahili naye inasemaje? Kiswahili. Sasa hiyo ni Kiingereza imesema. Unajua napenda Kiingereza maana Kiingereza inaweka maneno vizuri.
Pole sana. Haya, Kiswahili nasema, mbona hamuyafahamu hayo niyasemayo? Ni kwa sababu ninyi hamwezi kusikiliza neno langu. God. Kila baba yeyote akiwa na mtoto anapendanga amfundishe lugha yake ili kusudi kuwa na communication. Hello? Kwa hivyo na sisi tukiwa Wakristo lazima tuwe na lugha moja. Kama pale mwanzo kulikuweko lugha moja. Hizi lugha zote, kabila zote unazosiona huku nje ama unazosiona katika dunia, zote ni za dhambi. Sijui naongea na nani? Bwana asifiwe sana. Zote ni za dhambi. Genesis 11 verses 1. Genesis 11 verses 1. Walipoenda wakajenga madhabahu ya Babylon na wakajenga mnara, walikuwa na lugha moja. Kumaanisha watu hawa walikuwa kabila moja. Wakaelewana huku chini. Na wakasema sasa, because Mungu alikuwa na communicate nao kwa hiyo lugha na walikuwa wanaingia vizuri sana. Lakini kwa sababu ya kuelewana nao lugha na kuelewana wenyewe kwa wenyewe lugha, hiyo lugha waliyekuwa wanaijua, wakafanya umoja fulani ya kujenga madhabahu ya Babylon. Na ndio maana saa hii Wakristo wengi wanasuffer because of the spirit of Babylon. Are you hearing me? Na wakajenga mnara ya kusema ya kwamba hatutakaa huku chini, tutaenda mbinguni tuongee na Mungu tukionana, because Mungu alikuwa na communicate nao kupitia sauti. Lakini nao wakasema hatutakaa huku chini, tunataka tumufikie juu. Wakaanza kujenga matofali, wamama kwa wazee, watoto kwa vijana. Mnara ikaendelea kupanda, papa papa papa. Angels wakiangalia hivi chini wakiwa heaven, wakaona ndio hiyo wanakaribia hapa. Unasikia mbingu ilisemaje? Ukisoma hiyo Genesis inasema namna gani? Akasema, wakamwambia Bwana, sasa wakaambia Mungu mwenye enzi yote, angalia watu wanakuja na wamekaribia. Sasa Mungu alipoangalia, baraza la mbinguni likasema, Mungu akauliza tutafanyaje? Basi baraza la mbinguni likasema, na tuwachafulie lugha. Nikisema kabila zote sasa hii lugha ziko katika dunia ni za dhambi, sichadanganya, ni za dhambi. Kwa sababu madhabahu ya Babylon ndio ili create mambo haya yote yakakuja. Nao wakapata ufahamu wa haraka wa kuchafua lugha ili kusudi ya dhambi zao wasije wakaelewana. But the New Testament, Yesu akarudi katika upendo na umoja na akasema ya kwamba from today I want to speak the one language in the mighty name of Jesus Christ. Learn one language in the Holy Spirit by the power of Holy Spirit. Mungu anaturudisha katika njia ya kale iliyofanyika. Ndio maana anasema hapa, why you are not understand my language? Unataka Mungu communicate na wewe. Akisema tufanye agreement, you are not understand the language of God. How can you make agreement? Or you are not understand the language of God for your life. Naamini unanipata. Ndio maana nikisema kwamba put your message, send your message for me. I want to pray for you. I know you understand my language. Bwana asifiwe sana. Ndio naona lugha ambayo inatumika sana in the world only English, Kiingereza. Na ndio maana Mungu aliweka hiyo ndio watu wapate kucommunicate waelewane sasa. Na Yesu akakuja ya kwamba nimekuja na upendo, one love, one faith and one language. And if you can understand this language of the Holy Ghost from heaven,
inaturudisha katika ile nafasi. Sasa inaondoa hiyo iliyokuwa ya dhambi, sasa inaturudisha katika nafasi. Tufanye agreement. Ndio maana in the book of Matthew 18 verse 18 Bible says, wakati mko wawili ama watatu because of God, elewa kwamba Mungu ako hapo na Mungu atawasikia. Na anasema kwa ajili ya kuagree, muna agree kile kitu mnataka Mungu awatendee, mbingu itafunguka. And another words means mbingu we shall open because of you. And you can see a result. Unataka mbingu ifunguke, we need to agree. Unataka mbingu ifunguke, we need to understand the language of Jesus Christ. Understand the language of our Father. Are you there? Bwana asifiwe. Uko tayari? Nataka kuomba. Naona mmechoka. Naona mmeshachoka already. Tayari tuombe? Naamini nitakwama kwa hapo, kwa sababu kama utaniandikia SMS ni sawa, nitakuombea, na kama uko sawa hakuna haja. Mungu akubariki sana na kuongoze. Na mimi nashukuru Mungu kwa sababu ya kunipa nafasi pia ya kuongea pamoja nawe. Na pia nashukuru Mungu kwa sababu umekwisha jitolea kwa nafasi yako, umewacha mambo mengi, umewacha vitu zako kwa sababu ya Mungu kukutia moyo. Ndio maana nimesema watu wakae katika neno, watu wasikie neno la Bwana, watu wamtumainie Bwana katika maisha. Ukiangalia kwenye mitandao, mtu akifanya kitu ya vituko, watu wanalaki wengi, anakuwa na followers wengi sana. Yaani vitu ya vituko ila havifai. Lakini kwa ajili ya kuhubiri neno la Bwana, ni nani atakufollow? Kwa neno la Bwana lile linaleta uzima, nani atakufollow? Ninaongea katika hii dunia sasa. Ndio ujue kuna kitu kimefunga watu katika nini? Ulimwengu wa roho imefunga. Ndio maana nikisema kwamba we need to agree. No shortcut. We need to agree with somebody, or your friend, or your pastor, or your prophet, or your apostle. We need to agree through the prayers, and we can wait a result from God. Our God will surprise you in Jesus' name. Sasa neno la Mungu watu hawalitaki. Na ukitaka kujua, wewe uko katika mtandao utajua tu ukweli. Wale wanataka neno la Mungu ni wachache mno, lakini wale hawataki neno la Mungu ni wengi sana. Ndio maana mahali pengine kaandikwa, katika dunia hii njia ni ngapi? Ni mbili. Njia moja ni pana na inabeba watu wengi sana, mwisho wake ni jehanamu. Nayo njia ingine ni nyembamba, alafu inasemekana imesongwa. Na wale wanayepita katika hiyo njia wanafaa wawe watakatifu, maana njia hiyo ni nyembamba na imesongwa. Sasa watu hawatapenda ile njia imesongwa, na hiyo ndio njia ya kweli, hawatapenda. Lakini mambo ya dunia ambayo inabeba njia kubwa, elewa, inabeba everything. Haina kichichungi ya kuchichunga ijue ya kwamba hii haistahili ama inabeba yote. Inafuruka vitu vyote. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo kupenda neno la Mungu, this your time. Unapaswa kuwa na kiu ya Mungu, unapaswa kukaa mbele za Mungu ili Bwana akusaidie wakati na nafasi kama hizi. Mungu akuje katika maisha yako, akusaidie. Si kwa dakika mbili unafanya vituko yako, si kwa dakika mbili unafanya vituko yako. Hakuna vile Mungu atatusaidia katika maisha yetu. You will not understand the language from heaven. We need to communicate in your Father. But the bigger problem, you will not understand the speech.
You are not understand the language. Our Father is speaking them. How can he communicate you and our Father? Impossible. And that is why we need a teaching in deeper. Break your heart. Open your heart. I know this teaching can help you tonight. In the mighty name of Jesus Christ. Either. Mimi napeana ushauri. Naombea watu, napeana ushauri. Mimi ninafanya kwa afisi ya prophet. Na prophet kazi yake ni kuonya makosa, kukemea dhambi na kuambia kile Mungu anataka mfanye. Na nikiwaambia ambaye ninawaambia hivyo, it is true. Lazima upate kujua ili Mungu apate kusaidia na uone neema ya Bwana katika maisha yako. Maana ukikosa kuambiwa hii, itakuwa ni vibaya sana, hata mimi nitaulizwa mbinguni. Itakuwa ni vibaya sana. Lazima upate kujua haya mafundisho yanavyosema. Understand. Kila baba anapenda mtoto wake ajue lugha yake. Kwa nini? Wakuwe na communication ambaye inakuwa nzuri. Hata Mungu, hata Yesu anataka sisi tuwe na communication na yeye, ambayo hatutakuwa na maswali. Amesema nini? Okay, amesema nini? Mimi najua sikusikia. Sikusikia. Kwani haukufundishwa haya maneno? Jina la Bwana lipewe sifa. Lazima tupate kujua, tupate mwalimu na kama mambo haya yote mnafunuliwa haya, lazima uyatie katika moyo wako ili kusudi asije akakuondoka, yapate kusaidia. Na naamini ya kwamba utaona neema ya Bwana. Nataka kuomba pamoja nao. Nilisema leo hata siendi muda mrefu. Naongea na wewe mambo machache na kuweka katika njia, na Mungu ayatende mambo mengine katika maisha yako. Bora ukuwe connected. Mungu atakutendea mambo mazuri. Na Bwana atakujalia neema in the mighty name of Jesus. Sijui kama uko pamoja nami. Okay, umesema uko pamoja nami. Thank you. Funga macho, nataka kuombea. Na Bwana atakubariki sana. In Jesus name. Funga macho hapo ulipo. Baba, katika jina la Yesu, Mungu ishie milele. Ninaombea watoto wako watazamaji, wamesikia neno hili limepandwa katika mioyo yao, na kile kilikuwa kimepandwa na ibilisi, jinsi unavyosema in the book of Matthew 15:13. Baba, ninang'oa kila pando usilolipanda. Ninang'oa katika maisha yao. Ninapanda neno litakayesaa matunda, ambayo ni neno lako kuanzia saa hii. Usiku wa leo Bwana ukajidhihirishe, kwa sababu wewe ni mtakatifu. Ninajua ya kwamba wanalia kilio cha maombi. Wanataka Baba ukawabadilishie maisha. Wanataka Bwana ukawainue, ukaondoe bari ambayo maadui wamewawekea. Ninajua nyuma wanafuatwa, mbele wamefuatwa. Baba yangu, wako katikati, wanahitaji msaada wa dharura. Mungu wa Israeli, ulivyotokea mitume wakiwa kwenye bahari wakisafiri, ninajua ya kwamba Mungu una njia ya shortcut. Una uwezo wa kupita mahali popote, na ukaponya na ukafungua na ukanusuru watu wako walio kwenye shida. Hawatalia, Bwana wa majeshi. Unasema katika kitabu cha Psalms, kilio inakuja inakaa usiku, lakini itakapofika asubuhi, Baba, furaha itaingia. Ninaomba nikitabiri ya kwamba kesho asubuhi furaha ikaingia katika mioyo zao, ikaingia kwenye nyumba zao, ikaingia kwenye biashara zao, ikaingia kwenye kazi yao, ikaingia kwenye jamii na watoto wao na ndoa zao. Bwana, sikaone neema. Asante kwa sababu ya usiku wa leo. Baba, ninaomba nikijua unatenda. Pokea sifa na hata utukufu. Jina lako litukuzwe, Mungu wa mbinguni. Kwa jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Bwana akubariki sana. Naamini ya kwamba Bwana amekubariki na umebarikiwa. Nimesema jana nitakuwa naanza saa 3:30. Saa 3:30. Saa 3:30 naweza fikisha saa 4 ama niende mpaka saa 4:30. Mimi sina shida, nina shida na wewe kwa sababu
Mwili yako inaweza kuwa imechoka, na nikiona nikianza saa 4 niende saa 5, mwili imechoka, utalala. Sitakuombea na sitakuwa nimekusaidia. Kwa hivyo nikaona nianze saa 3 ili nikusaidie. Saa 3:30 naanza. Wakati wewe umekula tu umemaliza, basi na mimi naanza kukusaidia kutoka hapo. Ninajua kwamba Bwana atakutendea mambo mazuri katika maisha yako. In Jesus name. Kwa hivyo nimejua kwamba umebarikiwa, na kesho pia tutaanza hiyo masaa ya saa 3. Na najua kwamba Bwana atakubariki sana. Mungu wa majeshi akuwe pamoja nawe usiku huu. Na uwe na usiku mwema, usiku mwanana, kama neno la Bwana linavyosema. Na nimekubariki katika jina la Yesu. Nakupenda na upendo wa Yesu. Bwana akutendee mambo mazuri. Shalom. Amen.